Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru kuzingirwa kabisa na kuweka zuio kali dhidi ya meli za mafuta zilizowekwa vikwazo zinazoingia na kuondoka kutoka Venezuela na kutangaza shinikizo zaidi dhidi ya utawala wa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro na kupendekeza nia ya kiuchumi kwa kampeni ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo. Hii ni TriGen Media. Kupitia mtandao wake wa Truth, Trump ameandika kwa chapisho lake kwa herufi kubwa kuonesha msisitizo, akielekeza majeshi ya taifa hilo katika maeneo yenye mkusanyiko wa mali nyingi, huku akiulenga ustawi wa Maduro kwa jina kabisa. Katika hatua nyingine, Trump amependekeza Venezuela itoe ardhi, mafuta na mali kwa Marekani, akiweka wazi kwamba lengo moja la kampeni yake ya kijeshi si tu kuhusu kukabiliana na biashara ya dawa za kulevya, bali pia na utawala wa Maduro. Venezuela imezungukwa kabisa na silaha kubwa zaidi kuwahi kukusanywa katika historia ya Amerika Kusini. Trump ameongeza kwamba hatua hiyo itakuwa kubwa zaidi na mshtuko kwao utakuwa kama kitu ambacho hawajawahi kukiona hapo awali, hadi watakaporudisha mali za Marekani zote za mafuta, ardhi na nyingine ambazo waliziba kutoka kwetu hapo awali, alisema Trump. Pamoja na tishio la Trump la kuishambulia Venezuela, hatua hiyo iliongeza shinikizo kwa Venezuela kuendelea na mwelekeo wake wa uchumi kutokana na vikwazo vya kiuchumi ambavyo tayari taifa hilo ilikuwa ikikabiliana navyo, na mkazo baada ya vikwazo vipya kwenye sekta ya mafuta mapema mwaka huu na kukamatwa kwa meli ya mafuta iliyojaa mafuta ya Venezuela wiki iliyopita. Hata hivyo, kwa upande wake, Venezuela imelikosoa tangazo hilo. Tangazo la Trump pia lilisisitiza mwelekeo wa rais kwenye mafuta ya nchi hiyo, ambayo amesema Marekani inapaswa kuwa nayo ikiwa Maduro ataondolewa madarakani. Kampuni ya Petroleras de Venezuela inayomilikiwa na serikali kwa sasa ndio inayodhibiti sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Miaka ya nyuma, makampuni ya Marekani ndio yalikuwa mengi nchini humo katika sekta ya mafuta, hadi nchi hiyo ilipoweka sekta hiyo chini ya udhibiti wa serikali katika miaka ya 1970. Trump, hata hivyo, ameweka wazi nia yake ya Marekani kurudi tena kwenye sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Venezuela ni taifa lenye akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani, lakini inafanya kazi chini ya uwezo wake kutokana na vikwazo vya kimataifa ambapo mafuta mengi ya nchi hiyo yanauzwa kwa China. Serikali ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya Venezuela tangu mwaka 2005 na utawala wa kwanza wa Rais Trump mwaka 2019 ulifanikiwa kuzuia mauzo yote ya mafuta ghafi kwenda Marekani. Rais wa wakati huo Joe Biden mwaka 2022 alitoa kibali cha kufanya kazi nchini Venezuela kama sehemu ya juhudi za kupunguza bei ya mafuta. Trump alifuta leseni hiyo mwezi Machi mwaka huu, lakini baadaye akaitoa tena kwa sharti kwamba mapato yasende kwa serikali ya Maduro. Katika chapisho lake la Truth Social, Trump alishutumu utawala wa Maduro kwa kile alichodai kutumia mafuta iliyoibwa kufadhili ugaidi, dawa za kulevya, biashara haramu ya binadamu, mauaji na utekaji nyara. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kwamba uhasama wa serikali ya Rais Trump na Rais Maduro ni wa kimaslahi zaidi kuliko kile kinachoelezwa mdomoni. Hii ni TriGen Media.